Kwa hiyo siku ya leo nataka tu nikufahamishe kidogo. Kwa hiyo kuna wakati unatamani kuwa na ushauri, unataka ushauri juu ya ndoa, afya, uchumi, mafanikio, na duniani tuna dhiki nyingi sana ambazo zinatusumbua. Sasa yeye anaitwa mshauri wa ajabu. Yaani ushauri wake hauelezeki. Tafsiri ya ajabu ni kitu ambacho hakielezeki. Tafsiri ya ajabu ni kitu ambacho yani unatisha, unashangaza ushauri wake. Inawezekana ukaenda kwa madaktari wakakwambia ugonjwa bwana utapona, utakufa tu, ugonjwa utapona, wewe subiri tu siku ya mwisho uweze kupotea duniani. Ila huyu ushauri wake ni wa ajabu. Yesu ushauri wake ni wa ajabu, ambapo madaktari wamekata tamaa, wamevunjika moyo. Yesu ushauri wake unakupa uhai tena. Inawezekana ukawa unaishi maisha ya dhambi na dhambi zako zikawa nyekundu kama bendera, ukaona maisha ya dhambi ya kutisha, ila ukija kwa Yesu anasema ya kwamba ijapokuwa dhambi zako nyekundu sana kama bendera, zitakuwa nyeupe kama theluji. Kwa hiyo ninakukaribisha katika ufalme huu wa Mungu. Yeye ni mshauri wa ajabu, anasema mfalme wa amani. Ni kweli ukija kuangalia kwenye maisha tunayoishi, inawezekana ukawa na kila kitu kwenye maisha yako, fedha, dhahabu, mali, madini, kila kitu kwenye maisha yako, ila ukikosa amani unakuwa mtumwa, unakuwa mtu ambaye unakosa furaha kwenye maisha yako. Sasa yeye anaitwa mfalme wa amani. Kwa hiyo yeye ndiye mtoa amani. Yaani amani imeshikwa mikononi mwake. Tunaona mwanadamu unaweza kumpatia kila kitu, ila ukimnyima amani, sawa sawa umemnyima vitu.